your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, mwanamuziki mkongwe nchini Tanzania Afande Sele, Simba zee kubwa na meno makali, ameweza kuandika ujumbe mzito akitoa maoni baada ya bondia ngumi za kulipwa nchini Tanzania Hassan Mwakinyo kuvaa t-shirt ikionyesha mbele sura ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na nyuma ya t-shirt yake akiweka picha ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Sasa Afande Sele yeye ametoa maoni yake kwa kile ambacho amekitafsiri alichokifanya Hassan Mwakinyo. Moja kati ya media iliweza kuweka picha ya Hassan Mwakinyo ikionyesha pande zote mbili za t-shirt yake, ikionyesha picha ya Tundu Lissu, lakini pia ikionyesha picha ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake akawa ameuliza, anasema kwamba kwa uelewa wako Mwakinyo alimaanisha nini kumweka Samia mbele, Lissu nyuma? Sasa kwenye swali hili Afande Sele ameweza kujitokeza na kutoa maoni yake kwamba alichokuwa na maanisha Hassan Mwakinyo ni kutaka kupatanisha baada ya kuona huenda kuna matatizo ndani ya taifa. Kwa hiyo Hassan Mwakinyo kwa upande wake ametumia fursa yake kutokana na umaarufu wake kuonesha ni jinsi gani kwamba katika taifa ameona kuna matatizo, na matatizo haya yanasababishwa na viongozi wenye nyadhifa kubwa ndani ya taifa la Tanzania na kutaka suluhisho, kitu ambacho Afande Sele ameweza kutafsiri alichokuwa na maanisha Hassan Mwakinyo. Afande Sele akafika mbali zaidi mpaka akatolea mfano wa taifa la Jamaica, jinsi ambavyo viongozi wa juu wa kisiasa katika taifa lile walivyoweza kuwa na msigishano mkali na kusababisha taifa kuyumbayumba na kulegalega na kuleta matatizo makubwa kwa wananchi, lakini mwisho wa siku msanii Bob Marley aliweza kuwapatanisha hao viongozi. Ndio kitu ambacho amekifanya Hassan Mwakinyo, akitaka kuwapatanisha kati ya Samia Suluhu Hassan pamoja na Tundu Lissu. Sasa kabla sijakuja kukupa kisa au nini ambacho kinaendelea kati ya viongozi hawa wawili wa taifa, ni kusomea kile ambacho amekiandika Afande Sele, mzee wa msitu wa vina kama ambavyo wengi wanamfahamu. Afande Sele kupitia ukurasa wake wa Instagram anaandika, anasema wakati fulani miaka tele iliyopita taifa la Jamaica liliingia kwenye mkwamo mkubwa wa kisiasa. Shida kubwa ilikuwa ni uhasama mkubwa wa wanasiasa wakuu wawili waliowahi kushika wadhifa wa juu zaidi katika taifa la Jamaica, ambao ni waziri mkuu kwa nyakati tofauti. Akawataja akasema Michael Manley wa chama cha PNP na Edward Siage wa chama cha JLP. Mvutano huo mkubwa ulisababisha athari na hatari nyingi kwa wananchi wa Jamaica, lakini kaka yetu mwanamuziki Rasta Bob Marley aliyekuwa na ushawishi mkubwa kwa wananchi wa Jamaica wakati ule akiwa hai mpaka sasa akiwa ametangulia mbele za haki, aliingilia kati na kusaka maridhiano kwa kuwaita pamoja na kuwashikisha mkono jukwani mbele ya mamia ya wananchi wa Jamaica kwa lengo la kuwapatanisha na kurejesha umoja wa taifa miongoni mwao wa Jamaica, jambo ambalo lilipokelewa kwa furaha sana na wananchi wa Jamaica na kufanikiwa pakubwa. Note akasema NB, kitendo alichokifanya mdogo wangu Champez Mwakinyo kinafanana na kitendo alichokifanya Rasta Marley nyakati zile, kupaza sauti, kuwasilisha wasiokuwa na sauti, kuliponya taifa kwa kupigania usawa wa haki kwa wanaoonewa kama Kamanda Lee. Hivi ndivyo ambavyo wananchi wanatamani kuona sisi wasanii na watu wenye sauti, wakiwemo wanasoka wa timu zetu za urisi za Simba na Yanga, zikifanya kupitia uongozi wao badala ya kulikalia kimya tatizo ambalo tayari tunajua lipo. Bwana Mtume Muhammad aliwahi kusema kwamba kukalia kimya tatizo ambalo unalijua ni sawa na kushiriki kulitenda. Kongole tele kwa ushindi wa uhakika Champion Mwakinyo, lakini kongole zaidi kwa uzalendo wa taifa lako. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amekiandika Afande Sele baada ya kujibu uelewa wake kwamba Hassan Mwakinyo alikuwa anamaanisha nini kuweka picha ya Rais Samia Suluhu Hassan mbele ya t-shirt yake na nyuma kuweka picha ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo maoni yake ndio yalikuwa hayo. Anaamini ya kwamba Hassan Mwakinyo amejaribu kupaza sauti kuhakikisha kwamba kama kuna mgogoro kati yao viongozi hawa wawili, basi ni kuwapatanisha. Tundu Lissu ni moja kati ya viongozi wakubwa ambao wako katika chama kikuu cha upinzani na taifa la Tanzania. Tunafahamu kwa sasa ana maswaibu au kesi zake ambazo zinaendelea katika mahakama ya Kisutu kutokana na namna ambavyo tuhuma ambazo zina mkabili. Lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ndio hivyo tena ameweza kuingia mwaka huu katika engo yake ya pili ya utawala wake wa miaka 5. Kwa hiyo tunafahamu uchaguzi ulifanyika tarehe 29
Oktoba mwaka 2025, Samia Suluhu Hassan ameweza kupata nafasi ya kuendelea kutetea kiti chake cha urais na sasa yuko madarakani, lakini chama cha upinzani hatukuweza kuona wakishiriki uchaguzi huo. Sasa tafsiri yake inaonyesha kwamba kuna jambo linatakiwa lifanyike, hasa la maridhiano, ili kuweza kuweka mambo sawa, huku pia wengine tukiona vurugu zikijitokeza, vijana wa Gen Z na mambo mengine, kwamba wanadai haki ili taifa limeweza kupoteza utu na haki yake, kwa namna ambavyo tumeona mitandaoni na rapsha ambazo zinaweza kuzitokeza wakati ule wa uchaguzi. Sasa sisi tusiingie sana huko, lakini maoni ya mkongwe na mwanamuziki mpaka hivi sasa Afande Sele ameweza kutoa maoni yake akitafsiri kile ambacho alikimaanisha bondia wa ngome za kulipwa nchini Tanzania Hassan Mwakinyo. Hassan Mwakinyo alipata bahati ya kuweza kushinda pambano lake tarehe 26 Desemba mwaka 2025 dhidi ya bondia Stanley Eribo, pambano ambalo lilifanyika Warehouse Masaki, Dar es Salaam. Sasa hiyo t-shirt aliivaa wakati anaingia ulingoni, akawa amebahatika kupiga picha akionyesha t-shirt hiyo. Kwa ujumbe ambao ameutafsiri wadau mbalimbali baada ya kuona kile ambacho amekifanya Hassan Mwakinyo, ndicho hicho ambacho pia ameweza kutafsiri Afande Sele. Yeye mwenyewe Hassan Mwakinyo kwenye hili la t-shirt hajazungumza chochote mpaka hivi sasa, na tunaamini atatolea ufafanuzi kile ambacho amekimaanisha. Lakini pia wewe pia una nafasi ya kuweza kutafsiri unavyojua wewe kwa kile ambacho amekimaanisha Hassan Mwakinyo. Je, kwa upande wako unadhani Hassan Mwakinyo alikuwa na maana gani hasa kuweza kuvaa t-shirt kimuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan mbele na nyuma akimweka Tundu Lissu? Tukutane kwenye comment. Vile tunaangalia awamu ya pili itakuwaje katika mabondia wote wawili, Hassan Mwakinyo na Eribo. Eribo ambaye pia mwahi kucheza na Mtanzania Ramadhan Shauri. Yes. Lakini haikuwa hapa Tanzania, ilikuwa ni huko Nigeria. Na Shauri alipoteza. Kwa hiyo anapambana Tanzania mwingine Hassan Mwakinyo. Kiangalia jab yake ikiwa juu. Nice. Engo vizuri sana. Eribo kwenye mchezo leo unaona kama kuna mabadiliko mengi ukiliangalia na mapambano ambayo umekuwa ukiyafuatilia. Double jab ambazo zimemtikisa. Mchezo mingi Eribo amekuwa akiwaweka mbali zaidi washindani wake. Lakini kuna muda hapo unamuona Eribo ni kama anataka kushindana na Hassan Mwakinyo ambaye sifa yake kubwa. Naona kitu cha tofauti leo, Hassan Mwakinyo kaanza na southpaw mpaka raundi hii ya pili. Kama alivyosema Aidan. Left nzuri sana. Na Eribo Kasim Amri. Huyu ni Hassan Mwakinyo na anahesabiwa. Eribo anahesabiwa. Eribo anahesabiwa na pambano limekwisha. Hassan Mwakinyo round ya mapema tu. Round ya pili, sekunde za mwanzoni, dakika za mwanzoni kabisa, anatimiza kazi ambayo ilimleta. Si pengine unaweza kusema si kitu kigeni kwa Mwakinyo kushinda kwa TKO ama kwa KO, ni moja kati ya tabia zake Aidan. Yes, na kimsingi ni knockout kwa sababu mauzo alimhesabia Eribo mpaka sekunde 10 na Eribo akaonyesha kutokuwa tayari kuendelea na fight, na mwamuzi akawa ameimaliza hii fight na kumpa ushindi Hassan Mwakinyo. Tutaenda kuona lipe ya kipi hasa ambacho Eribo alikutana nacho njiani na kupelekea kwenda chini na kupelekea fight hii kufika tamati kwenye raundi ya pili. Huyo ni mtu mzima, angalia namna ambavyo anafinya macho yake, namna ambavyo unaona kabisa kama ni maumivu ambayo anaambulia. Tazama jinsi ilivyokuwa hapa. Aliingia kwenye mfumo na kukutana kwanza na left hand ya Hassan Mwakinyo, lakini vile vile ikawa bado anaendelea kujilinda, lakini ile power hand ambayo alikutana nayo hiyo hapo, left hand ambayo ilikuwa ni moja kati ya eneo, ilikuwa ni left hook kwenye jawline, ikamkuta Eribo na kumpeleka kwenye canvas na kupelekea fight hiyo. Ilikuwa ni left hook ambayo ilimkamata Eribo akiwa haioni inapotoka kwenye jawline ama kwenye kidevu na kumfanya Eribo kupiga magoti kabla baadaye kuhesabiwa na kutinda kulikava na fight kufika tamati. So ilikuwa ni knockout ambayo imetokana na left hook ambayo Hassan Mwakinyo alipiga kwenye upande ambao Eribo hakuiona wakati na kuja na kupelekea hii fight kufika tamati. Huyo ni bingwa wa zamani wa WBA Pan Africa, UBR Intercontinental, WBF Intercontinental, lakini vile vile ABU Africa, WBO Africa.
Hassan Mwakinyo ambaye amepanda majukwaa ya ndani na nje ya nchi. Raundi ya pili imetosha na inaruhusiwa kwenye mchezo wa boxing. Usisubiri mpaka inaweza ikawa ni sekunde ya kwanza tu. Walifanya hivyo kina Mike Tyson. Kabla hujafumba na kufumbua unakuta pambano limekwisha. Ikitokea opportunity ya kufanya finishing, fanya finishing. Na hii ilikuwa ni knockout ya punch moja ambayo bahati mbaya ilimkuta Eribo hakiwa hajajiandaa na kuiona ile punch ikiwa inakuja. The winner by knockout in second round, 1 minute, from red corner, Hassan Champions, one time, Mwakinyo. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.